Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala dhalimin amba. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, leo nawaletea dua. Dua hii isome katika nyakati hizi nne. Dua hii isome katika nyakati hizi nne. Wallahi alazim, dua yako itakuwa rahisi na jirani sana kukubaliwa kwa hizi nyakati ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakubali dua. Ndugu zangu, lazima tuelezane. Tunapokwenda mara nyingi kuomba dua, lazima tuchunge nyakati gani ambazo kwamba ni saatul ijaba, ni muda ambao mara nyingi dua zinajibiwa. Kweli unaweza ukaomba wakati wote unaohitaji, sio mbaya, lakini kuna nyakati mahususi ambazo hizo ukiziendea basi inakuwa ni rahisi sana dua yako kwenda kujibiwa. Kwa nitakuelekeza dua gani utakwenda kuomba na nyakati gani ambazo kwamba wewe utakwenda kuomba. Ni mujarabu sana 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 sana. Ndugu zangu, kabla sijaileta hii dua ambayo kwamba leo nitakwenda kuisoma au kuifundisha, kuna mambo mawili kwa haraka haraka niwakumbushe, kisha baada ya hapo niingie katika hii dua. Sisi ndugu zangu katika imani, tuna dhiki, tuna shida, lakini katika shida zetu na dhiki zetu tujitahidi sana kumuomba Mwenyezi Mungu, tusende katika ushirikina. Ushirikina Mwenyezi Mungu haupendi, na katika dhambi ambayo Mwenyezi Mungu hayuko radhi nayo na Mwenyezi Mungu anaichukia sana ni dhambi ya shirki. Mimi mara nyingi watu wengi wananipigia simu kuniulizia habari ya nyota zao. Shekhe, niangalizie nyota yangu ikoje? Ndugu zangu, mnaopiga simu kuulizia nyota, mimi siangalii habari ya nyota. Ninachotambua mimi, mwanadamu hana nyota. Nyota kazi zake ni tatu tu. Nyota kazi zake ni tatu tu. Mwanadamu hana nyota, asikudanganye mtu aina yote shekhe. Kazi ya kwanza, nyota ni pambo la mbingu. Hii ndio kazi ya kwanza nyota. Kazi ya pili ya nyota ni kimondo cha kuwapiga mashaitani. Na kazi ya tatu ya nyota ni kiongozeo cha kuongozea wasafiri wale ambao wanasafiri katika majahazi katika bahari. Ndio kazi za nyota hizo shekhi. Kwa hiyo hakuna kazi zaidi ya hapo, kwa sababu wanadamu sija na nyota katika maisha ya kipo, na mimi siangalizi nyota ya mtu, hapana, huo ni ushirikina. Kwa hiyo wale wananipigia simu kuniulizia habari ya nyota, ndugu zangu, ujumbe wangu ndio huo. Hilo la kwanza. Lakini la pili vile vile, katika hizi dua jamani tunazoenda kuomba, kuna baadhi ya mambo tunayafanya sisi wenyewe mpaka dua zetu zinakuwa hazijibiwi. Yaani tunakosea masharti mengi sana katika dua. Na sina haja kueleza hayo kwa sababu tayari nimeeleza katika darasa ambazo nyuma zilipita masharti na namna gani mtu afanye katika kuomba dua. Leo lengo langu hapa ni kuelekeza nyakati nne hizi, ama dua hii iombe katika nyakati hizi nne. Nimezitaja hizi nne kwa sababu ni nyakati mahususi sana, nyakati ambazo mja kama atamwelekea Mwenyezi Mungu basi inakuwa rahisi sana dua yake kujibiwa. Ndio maana kazilenga nyakati hizi nne. Sasa kwanza nikuelekeze dua yenyewe ni dua gani, alafu nikuelekeze hizo nyakati nne ambazo wewe utakwenda kumlilia na kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Andaa peni, andaa karatasi, twende tukaielekeze hii dua. Na hapa nitoe wito kwa ndugu zetu wale ambao walikuwa wanachangia iftari ya mayatima, walikuwa wanachangia daku. Ndugu zangu, sasa hivi tunarejea katika kumaliza Ramadhani. Tunawahitaji tena sadaka zenu kwa ajili ya mavazi ya Eid ya watoto. Hebu nenda kawafurahishe kwenye Eid watoto hawa. Ingiza furaha katika mioyo ya watoto hawa. Wallahi Mwenyezi Mungu ataingiza furaha katika moyo wako, Mwenyezi Mungu ataingiza furaha katika maisha yako. Watoto hawa kila mmoja kwa kiwango cha chini kabisa anavaa kwa shilingi 50,000. Kiwango cha chini kabisa 50,000. Unaweza nunua nguo zako 3, 10, 20, moja, leta pale Masjid Islamia Buguruni Sheri. Sema kwa vile hujui vipimo, ni vyema ukafika ukapewa vipimo alafu kaenda kununua nguo kutokana na vipimo vya watoto. Ama la basi ukatuma tu au ukapeleka sadaka yako shilingi 50,000 ikaenda kuchukuliwa nguo kwa saizi ya mtoto ambaye kwamba alikuwepo. Na watu hawa wako 41. Wa kike na wa kiume. Kwa hiyo inshallah tunatoa wito kwa ndugu zetu katika imani kulifanya hili kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili kuwapa furaha hawa katika siku ambayo kwamba ni Eid. Sasa tuendelee kutajia dua yenyewe na namna gani utakwenda kusoma. Na kama utakuelewa vizuri, basi nambari yangu ni ile ile ya 0793 11
052 052. Ni Vodacom hiyo. 0793 052 052. Twende nikuelekeze dua yenyewe sasa. Twende nikuelekeze dua yenyewe. Dua yenyewe ni hii. Utaanza na istighfar kwanza, bi maana astaghfirullah mara 100. Alafu utasema ya dhal jalali wal ikram, ya dhal jalali wal ikram. Hii ya dhal jalali wal ikram utaisema mara 100. Alafu baada hapo utasema subhanallah mara 10, alhamdulillah mara 10, la ilaha illa Allah Allahu akbar mara 10. Subhanallah mara 10, alhamdulillah mara 10 na la ilaha illa Allah Allahu akbar mara 10. Ukimaliza hapo utakuja kusoma maneno haya. Unasema Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Maneno haya utayasoma mara 7. Ukimaliza hapo utasoma wakafa billahi waliyan, wakafa billahi nasiran, wakafa billahi hasiban, wakafa billahi wakilan, wakafa bi rabbika hadiyan wa nasira, wakafa Allahu almu'minina alqitala wa kana Allahu qawiyan aziza fasayakfikahumullahu wa huwa as-sami'ul alim. Hii utasoma mara 19. Utasoma mara 19. Wallahi lazim kama utaomba dua hii katika nyakati hizi ambazo ninazokueleza na ukamwambia Mwenyezi Mungu nini haja yako, katia nia kwa shida yako, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa katika kile ambacho wewe unachokiomba. Allah atajalia katika kile ambacho wewe unachokiomba. Tujitahidi sana katika adhkari na hizi dua ambazo kwamba tunaelekeza, tuende tukamwombe mtakumlilia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Je, nyakati gani sasa nzuri za kuomba dua hii? Hapa namsikiza kwa makini sana. Muda wa kwanza ni ule muda unaokaribia alfajiri. Maana saa 9, 9:30, saa 10, yani kabla ya adhana ya alfajiri. Pale omba dua hii. Wallahi rahisi Mwenyezi Mungu kujibu. Nyakati ya pili ni baada salati al-asr. Kila baada salati al-asr unaweza ukaomba dua hii. Hii nyakati ya pili katika zile nyakati 4 za kuomba dua hii. Nyakati ya tatu ni siku ya Jumatatu na siku ya Alhamis, kwa sababu siku hizi ndio malaika hupandisha amali za mwanadamu kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unaweza ukaomba dua hii Jumatatu ama siku ya Alhamis. Na siku ya nyakati ya 4 ni siku ya Ijumaa, na itapendeza sana ufanye baada salati al-asr alafu ukaomba dua hii. Manyakati hizi 4 wallahi lazim kama utakaa na kumlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi utaona muujiza na maajabu yake Allah Subhanahu wa Ta'ala katika maombi yako na katika dua zako. Jitahidi yakamate haya, yashike, enda kayafanye kazi. Nairudia tena ile dua kwa mara pili ili uweze kuikamata. Narudia tena ile dua kwa mara pili kwa faida yako ili uweze kuikamata. Utaanza na istighfar, bi maana astaghfirullah mara 100. Baada ya hapo utasema ya dhal jalali wal ikram, ya dhal jalali wal ikram mara 100. Baada hapo utasema subhanallah mara 10, alhamdulillah mara 10, wa la ilaha illa Allah Allahu akbar mara 10. Ukimaliza mara 10 utasema Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Maneno haya utayasoma mara 7. Utayasoma mara ngapi? Mara 7. Ukimaliza hapo utasoma wakafa billahi waliyan, wakafa billahi nasiran, wakafa billahi hasiban, wakafa billahi wakilan, wakafa billahi wakafa bi rabbika hadiyan wa nasira, wakafa Allahu almu'minina alqitala wa kana Allahu qawiyan aziza fasayakfikahumullahu wa huwa as-sami'ul alim. Utasoma dua hii kwa mtindo huo na uchunge katika hizo nyakati 4 ambazo kwamba tumezieleza, nyakati mahususi kabisa mtu kujijua dua yake kwa haraka. Nenda kayafanya kuanzia leo, inshallah utaenda kuona muujiza na maajabu yake. Inshallah niwaombe wale ambao wanaangalia darasa hizi, naomba sana watu wa like baada ya kuangalia. Unajua mnapoangalia fuka like, tunajua wangapi ambao kwamba wanafuatilia na kuangalia darasa zetu. Sisi tunafurahi sana kuona hali kama hiyo. Kwa hiyo niombe kila baada ya kuangalia darasa zetu basi usiache ku like inshallah katika upande wa like ama kusubscribe kwa wale ambao wamepita mara moja, basi subscribe ili apate faida katika hilo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.